Kipindi ambacho tunaelekea katika uchaguzi wa mwaka wa 2027 katika hatua ambayo kwa sasa vyama vya kisiasa vinaonekana kuwa na ushawishi mkubwa, na ikumbuke kwamba ni kipindi ambacho pia vijana wamejitosa katika mjadala wa uongozi. Hebu tuungane naye mwandishi wetu wa habari Wanji Sostin tujuze mengi zaidi akiwa katika maeneo ya Bungoma. Wanji, kama unanipata, tujuze kwa kina. Naam, shukrani Joash Onzare. Ni kweli kwamba vyama vilikuwepo, vipo na vitazidi kuwepo, na la mno ni kuweza tu kuwahusisha wakazi wa hapa Bungoma tuone wanayepi kuhusiana na vyama na uchaguzi hapa nchini Kenya. Kwa utangulizi wa jina, labda unaitwa nani na hisia zako ni zipi kuhusiana na hivi vyama? Wananchi huwa wanachagua kulingana na vyama ama wanafanya uamuzi wao wenyewe? Kwa majina anaitwa Philipo Wanyonyo Wekesa, ni mkazi wa kaunti ya Bungoma. Kwa kawaida tuko na vyama vingi na mfumo wa vyama vingi katika taifa letu, lakini hizi vyama zote wananchi huwa wanafika mahali wanapiga kura kulingana na ukabila badala ya vyama na ile mambo ambayo chama kinasimamia. Utapata ya kwamba katika taifa la Kenya mzima vyama vinatokea sehemu ama region mbalimbali za taifa, na kila region ina kabila ambalo ndio wengi katika chama hicho. Sasa Wakenya huwa hawapigi kura kulingana na vyama, lakini huwa wanapiga kura kulingana na ukabila. Wanaangalia mtu yao ako wapi na mtu yao ako katika chama gani na ana mamlaka yapi katika hicho chama. Hiyo ndio inafanya wananchi wanapiga kura. That's why utapata ya kwamba vyama katika taifa la Kenya zinaenda kila wakati zikibadilika kwa sababu ya kukosa kubeba ile mambo ya kila region ama kila jamii ama kila kabila. Sasa Kenya wanapiga kura kulingana na ukabila. Ukabila ndio swala kuu katika maamuzi ya kupiga kura katika taifa la Kenya. Na yule ambaye anataka apite kura lazima ahusishe makabila yote katika chama yake. Ndio sababu unaona katika Kenya chama kimoja hakiwezi unda serikali. Lazima tukue na coalition. Mfumo wa vyama vingi ambavyo vinakuja pamoja kama coalition ndio wakuwe na uwezo ya kutengeneza serikali, ndipo wakuwe na uwezo wananchi kuwapigia, kwa sababu chama chao tanzu kinahusika katika hiyo coalition. Sasa tunakuwa na vyama tanzu ni kwa sababu ya swala la ukabila, na ni vigumu sasa Kenya kumaliza masuala ya ukabila kwa sababu wananchi wamezoea na wananchi wanataka hivyo. Hivyo ndio utaona tukienda kwa kura, chama kile ambacho kitaweka vyama tanzu vingi kutoka katika region, hicho chama kitakuwa na uwezo ya kushinda kura, kwa sababu wananchi watakuwa wanapiga kura sio kwa sera ama policy za chama ama yale ambayo chama ideology ya chama, bali itakuwa ni kwa sababu ya ukabila kutoka region mtu yetu ako hapo. Hiyo ndiyo imekuwa pia kisingiti kikubwa kwa kumaliza mambo ya ufisadi katika taifa, sio kwa sababu hakuna sheria ambayo inalinda wananchi dhidi ya ufisadi. Ufisadi unaendeshwa ni kwa sababu ya ukabila. Kila kabila limekula zaidi kwa serikali, imeendesha mambo ya ufisadi, na hiyo ndio swala ambalo linatatiza nchi ya Kenya kupata maendeleo, kwa sababu ya swala la ukabila imekuwa kisingiti kupigana na ufisadi. Ukishikwa kwa mambo ya ufisadi, watu yako wanasema wamelemea mtu yetu, kwa sababu huyu ndio mtu yetu, ndio kingpin, ndio mtu anatuongoza, na yeye amehusika katika swala la ufisadi ambalo, na wengine nao wataachiliwa kwa sababu ni mtu yao pengine ni mkuu wa polisi, ni mkubwa katika serikali, ni director wa public prosecution, ni magistrate, ni judge. Atakuachilia kwa sababu wewe ni mtu yake, na anakuachilia kwa tuhuma za ufisadi. Sasa inakuwa vigumu kumaliza ufisadi, inakuwa vigumu kumaliza swala la ukabila ikikuja kwa mambo ya vyama na upiga kura katika taifa la Kenya. Kwa sekunde 20 wewe binafsi waweza kumpigia mgombea yeyote yule ambaye hana chama? Mimi nina uwezo ya kupigia mgombea yeyote ambaye hana chama, muradi yala ambayo amenielezea ana uwezo ya kufanya katika serikali, akipewa hiyo nadhifa ataweza kufanya. Mimi binafsi nitapigia mtu ambaye ako katika chama ambayo mawazo yangu yanaingiliana na yake, ana uwezo ya kuleta mabadiliko. Vile vile naweza pigia mtu chama ambaye ako katika
ni mkombezi huru kulingana na yale ambayo ana uwezo kufanya kubadilisha serikali. Na ninajua ya kwamba kubadilisha serikali ya Kenya, wale ambao wanafanyia wanaotafuta uongozi, inatakana wajiandikishe na SHA, wapeleke watoto wao kwa shule za public, ndipo mwananchi apate services ambazo zinatakana. Sasa mimi nataka yule ambaye anakuja kuniomba kura saa hii, kwanza ajiandikishe na SHA, pili atoe watoto wake kwa private aweke kwa public, ndio nijue nikimpea mamlaka kuwa kiongozi wangu atawasilisha na kuwakilisha yale ambayo mimi nahitaji kama mwananchi wa kawaida. Kwa maana mwananchi wa kawaida shida yake ni mambo ya afya, mambo ya elimu na mambo ya miundo misingi na maendeleo ya kawaida. Na iwapo viongozi watakuwa na private insurance ya medical, wanaenda kwa hospitali tofauti na za wananchi, wanapeleka watoto wao kwa shule tofauti na zile za wananchi, hakuna siku Kenya wananchi watapata haki ama wapate services ama huduma ile ambayo wanatarajia kutoka kwa serikali. Naam, shukrani Joash Onzare. Namna ulivyosikia, kuna masuala ibuka kando na swala ambalo tunazungumzia kwa sasa, swala la vyama. Masuala ibuka yamekuwa ukabila na vilevile ufisadi. Kwa hiyo ni hayo tu kutoka hapa kaunti ya Bungoma, na rejesha kwako. Mimi ni Wanji Sostid. Asante sana.